Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe, Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Na miyamboko nasikiliza ni Amka na Baraka1 TV, ikiwa tarehe 21 za mwezi wa kwanza 2026, majira ni saa 11:30 saa za Afrika Kati, ikiwa saa 12:30 majira za Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, William Amuli Kutumba alivyotoa kauli tata mbele ya raia kuhusu vita ya M23. Kamanyola, mgawanyiko waingia ndani ya M23, huku Moize Nyarugabo akija kuwadanganya jamii ya wakimbizi wa Kinyarwanda wanajiita Wanyamulenge wanapatikana maeneo ya Kamanyola. Kivu ya Kaskazini, M23 waishambulia na kuangamiza hospitali kuu ya Masisi. Na mko nasikiliza matangazo yetu Amka na Baraka1 TV. Pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine yote ambayo kunazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia shiriki katika operation saidia Baraka1 TV. Tunahitaji kuweza kununua kifaa kinachoitwa drone, kwa hiyo msaada wako unahitajika wa hali yoyote ili tuweze kupata kifaa hicho. Kwa mengi na zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwenye skrini yako ili uweze kuiunga mkono Baraka1 TV kwa kuweza kununua drone. Na tuanze na taarifa hizi za habari kutoka jijini Uvira, ambako William Amuli Kutumba alivyotoa kauli tata mbele ya raia, huku akizungumzia kuhusu vita ya M23 na kuonyoshea vidole baadhi ya viongozi wa Kibembe kushirikiana na M23. Bwana William Amuli Kutumba, kamanda mkuu, kiongozi mkuu wa wazalendo jimboni Kivu ya Kusini, na ambaye pia ni kiongozi wa muungano wa CNPSC, ameweza kutoa tungo tata mbele ya wananchi, huku akizungumzia vita ilivyokuwa kati ya M23 pamoja na wazalendo. William Amuli Kutumba ameweza kuonyesha raia namna vita ilivyokuwa, na pia kuwataja baadhi ya viongozi wa ngazi za juu, na pia kuweza kusisitiza kuhusiana na ushirikiano pamoja na uhamasishaji wa raia wote wanapatikana maeneo ya tarafa ya Fizi pamoja na tarafa ya Uvira. Ni lazima wote tuweze kuungana kwa pamoja, na mimi siwezi tumika na Mnyarwanda, na ingelikuwa kwamba niko ndani ya FRDC kama nishakufa zamani, kwa sababu siwezi kubali kuongozwa na mtu kutoka nchini Rwanda. Hizo ni moja kati ya nukuu kutoka kwa mzee William Amuli Kutumba. Kwa mengi na zaidi, taarifa hii inakujia kutoka Baraka1 TV. Kutumba, mimi nilikatala kuingia mu FRDC sababu kama niliingia mu FRDC kama nilikufaka zamani, basi singekubali kuongozwa na Munyarwanda kutoka Rwanda atoe kuniongoza ndani ya FRDC. Na watu yote walijiunga kwa M23 kama vile bakongomani wabaya walijiunga kwa M23. Nehemia haiko mtoto yetu? Ndio. Lobonga byao mbeko mtoto yetu? Ndio. Alonda haiko mtoto yetu? Ndio. Mbeko wapi? Asambo useme haiko mtoto yetu? Ndio. Mbeko wapi? Mbaya iko
iko mwa hii kabila na njo mubaya iko mwa hii kabila. Mtu mzuri iko mwa hii kabila na mtu mzuri iko mwa hii kabila. Tuko pamoja? Kwa sisi wote tunasema hivi, mtu yoyote yule ambaye atakwenda ngambo ya Nehemia, mtu yoyote atakwenda ngambo ya Lubunga bya Ombe, ngambo ya Sambua Huseni, ngambo ya Joseph Kabila, paske bagarso batatu bafizi wanaharibu security huku kwetu. Mulibachagua, lakini kubachagua walipata franga walipata banakuwa kubaua nyinyi. Ndio. Ni Joseph Kabila mtoto yenu, ni Nehemia mtoto yenu, na Lubunga bya Ombe mtoto yenu. Leo hii banabatia lizani pembeni batoto yenu. Pale Minembwe kuko population civile iko pale, tutalibere Minembwe sa vile tunalibere Uvira, Bukavu na fasi zingine. Kama weye unaongeaka na raia wa Minembwe, akuwe Munyamulenge, akuwe kabila gani, akuwe Mushi, Mubembe, Mufulero, Mwinyindu, Muvira, yeyote Murega benye kuwa pale Minembwe, ubaambie population civile n'a pas de problème. Unasikia vile? Population civile n'a pas de problème iko kwa AFSM 23 na supplétif wake Twigwaneo. Pale tunapaswa tuwaondoe population civile ibakie sous sécurité ya l'État congolais. Chef Kidongo ashuke akuye achunge batu yake. Okay. Haiko vile? Achunge batu yake na amani ingie Minembwe na batu bavage kuma occupation yao. Ese! Problème ya Joseph Kabila kule. Ese! Problème ya Joseph Kabila kule. Ni kusema tulisinye maakoro Goma. Maakoro tulisinye Goma en 2008-2009. Ilikuwa ya yuru kumbi. Bana tuinvite sisi. Après Joseph Kabila anakamata Remo Chibanda. Anamupeleka nani Ethiopia Addis Abeba. Banaenda kusinye maakoro. Na nani? Banaenda kusinye maakoro na CNDP. Les accords secrets. Mwene makoro secret njo ne ya probleme yenye tuko nayo leo ya vita. Basi zingizia sema Tshisekedi ana gouverner mubaya. Kama Boba ali gouverner mzuri. Bali baambia 5 chantier. Bali tengeneza barabara? Hapana. Bali batia electricité bali batilia? Hapana. Maji bali batilia? Hapana. Masomo bure bali batilia? Hapana. Sasa ile 5 chantier yake ilienda wapi? Kama yeye aligouverner mzuri Joseph Kabila pendant 18 ans, barabara anaiacha vile vile. Kuna banasinye makoro banaganya vya bongo vya yuru. Kuna banasinye makoro ya kusema kwamba kule Addis Abeba ni ya kusema kwamba il faut basede Sud Kivu na Nord Kivu bapatie CNDP. Ni article 3 hivi ya makoro banasinye kule. Munasikilizana, tunasikilizana. Sasa mise en application ya zile accord ikamkuia nguvu. Wakati Rais Tshisekedi anapita ku pouvoir, walifanya coalition nadhani na FCC Cash. Na wakati walifanya coalition na Cash, bakapanga ma ministère, bakapanga watu. Lakini à un certain moment bakamwambia Tshisekedi utia en application zile accord. Sababu yaonekane Tshisekedi ndio anauzisha nchi nani Sud Kivu na Nord Kivu. Tshisekedi akasema mimi wa Tshisekedi niko Congolais d'origine wa pere na mère. Sitauzisha hata 1 cm hivi. Na kata. Ndio conflit. Kama Tshisekedi kuna conflit na ndio ile. Anakatala kupana hata centimetre moja mbili hivi. Unafuata vile? Ndio maana sisi na ulimwengu mzima nasema mzalendo wa kwanza ni Antoine Felix Tshisekedi. Bakamfanya menace. Ndio bakamumenace sana, bakomenace sana. Akaambia nani Joseph Kabila akaambia sasa M23 sema pika vita tumoblige
afanye twende kwa mazungumzo, enda kubali ile accord. Sasa bakaetendre ile entité yenye haiko tena Nord Kivu Sud Kivu, banaingiza na Manyema, banaingiza na province Tanganyika na Ituri, inakuwa 5 province. Ile ibakie eneo ambayo itakuwa gere na batu ya Rwanda, na rais wa kwanza anapaswa kuwa mule ni mtoto yabo Joseph Kabila. Nawaambia hivi, mtoto ule anavuta bangi mbaya sana. Joseph Kabila c'est un fumeur de chanvre. Niko nawaambia vitu vya kweli. Na mtu anaapuia fumeur de chanvre, il est aussi fumeur de chanvre. Nilikuwa nadhani na ni mtu wa akili, kumbe ni burike moya hivi. Masomo kumbe haiko hata kitu. Ba politicians wanatudanganya bure, mon colonel. Ndio banaharibu hii nchi. Kwa hiyo tunapenda kuwaambia kwamba Joseph Kabila Felix Tshisekedi alikatala kusinye zile accord. Ndio bana mobilize mpaka asinye, ndio vita mpaka namupiga. Unasikia vile? Na mpaka hivi alisema alidetermine kusema mpaka nitabafukuza kwa nguvu kupitia FARDC na wazalendo. Na leo unaona bazungu wanapita hapa. Ambwana na mamoto hivi pupu. Bali tusumbua na madrone ya Rwanda kule. Leo drone zao chini zetu zinapindukia za kwao. Leo tunaganya Uvira. Na baada ya taarifa hizo kutoka kwa mzee William Amuri ya Kutumba, tubaki taarifa upande huko maeneo ya Kamanyola ambako mgawanyiko waingia ndani ya M23 huku Wanyamulenge wakija kudanganywa tena na Moise Nyarugabo. Mgawanyiko umeweza kushuhudiwa ndani ya M23 kwa wale RDF kutoka nchini Rwanda na pia wale Twirwaneho wakishirikiana pia na Red Tabara pamoja na wale M23 ambao ni asili ya Wakongomani 100%. Mgawanyiko huo umetokea kutokana na uwepo wa wakimbizi wa Kinyamulenge waliotoka Uvira huku wakishirikiana na M23. Rwanda imeweza kupiga marufuku Wanyarwanda hao wakimbizi ndani ya Kongo kuweza kwenda nchini Rwanda, na huku wakiwa wanatamani kuwawekea kambi ya wakimbizi maeneo ya Kamanyola. Hicho ni moja kati ya kitu cha kwanza kilichowagawanya magaidi wa M23. Vyanzo vya pili vinazungumza kugawanyika kwao na kuanza kurushiana risasi wao kwa wao ni kutokana na vifo vya makamanda wa ngazi za juu waliofariki baada ya shambulio lililofanyika na drone jijini Uvira maeneo ya Kalundu. Bandugu yangu, tuko Kamanyola. Kamanyola kunatoka verbe moja wanaita division. Kunakuwa vol 3 mkamanyola. Grupe moja inakuwa na 3 grupe. Hii grupe tatu inapatikana msanse gani? M23 Rwanda, M23 Tutsi Congolais bale wanajitaka Banyamulenge, M23 les Congolais d'origine. Unacheza na mambo ya inchi bandugu yangu. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau ya Kamanyola? Batusi ba Rwanda banapenda bajiempose kama hii vita haikukui, abakulombaka batu babasaidie. Paske ni vita yabo balikuwa napangaka na banaifanyaka kila mara, na mipango yote natokaka ni kwabo na nguvu yote natokaka ni kwabo. Aba bote banakuyaka banakuwa sa vile ba servant. Donc ni ba servant. Aba reconnaître kuwa na accord na mtu fulani ya kusema si tutafanya hii vita sababu mwe mtakuya mtatufanyia hivi. C'est-à-dire tunaenda na mwe comme le servant, tukimaliza mission yetu kile kenye si tutamipa ndio ke mtabeba. Na kama mpendi mnabakia vile vile. Alors inafika pale wanakuta bote beko krakalize. Wanapikwa kraka. Batusi Barwanda wanasema nini? Banasema ke hivi tushakuwa mu defete deja, hatuwezi itika tena n'importe qui Congolais ule mwana aishi ku Kongo na Congolais tuchangie nabo tena njia. Hapa ni kila batu ba defendre maentere zabo. Maentere zabo ndio maentere gani? Ba Congolais wanauliza, les Congolais d'origine et les Congolais qui vivent au Congo, les soi-disant Banyamulenge. Banauliza sasa bale ba RDF
Maentere gani yenye sisi tutaprotege kwenye tushamaliza reputation yetu yote kama vile Wakongomani? Tuisha imaliza, tunalaumiwa, tuliambiliwa, tukusikia. Leo mnataka kutuambia kila watu baprotege maentere yabo. Si tuprotege entere gani? Batusi bakabambia kila watu wajijue kwenye wataenda. Rwanda sipokei mutu, na kwenye mimi nilitoka sikutokaka na mutu. Museme vile mwe, munakia kutuingiza mshida na banduku yetu. Munakia leo kutuharibishia maisha yetu, atuyui kwetu tutaenda. Na mwe mulikuwa natuprometre kama si tunabamba Uvira, Fizi, Kalemi, Grand Katanga. C'est-à-dire Uvira, Fizi, Mwenga itakuwa ni tere yetu si Banyamulenge. Itakuwa tere yetu si Banyamulenge. Sasa leo tunaishwe kumission. Muko bakutuambia kile kitu ale mbuma ina ndio mapenzi ya Mungu. Bandugu yangu niko nabaambia kila siku hivi. Kama uyakuwa mbele ya jaribu hautajua uwezo wa Mungu. Inabidi uguse jaribu ama jaribu ikufate ili uyue kama Mungu anaishi. Bila jaribu hautakuwa na ile ujuzi ya kujua kama Mungu anaishi. Ndio maana sisi wenye imani ya nchi yetu, sisi wazalendo wenye kupenda nchi yetu, tunajua kama jaribu tunayo katika nchi ya Kongo ni wale Watusi ambao walikuja kuishi pamoja na sisi wanaitwa Wanyamulenge. Ndio jaribu yetu. Sasa wakati tukishatambua hiyo ni jaribu, ni kusema ya kwamba bila wao kuwa pembeni yetu, leo dunia haingetujua nguvu tunayo. Mimi ni Zamu Gardien du Temple, Zamu wa Fizi. Masase kalipuka Kamanyola, Bakongomani nasema hapa haitakuwa tena vita ya FARDC na bazalendo, si ndio tutamideloge. Batusi nabo wakasema kila kitu tulikuwa nafanya ni fond yetu, financement yetu. Amuna hata na kile kitu mtatuambia. Mmo mko natuambia vile ale maketa aba huku kwa aba upande wa vita iliyofanyika maeneo ya Point Zero, Minembwe na sehemu zingine. Upande wa Fizi, raia watakiwa kuwa watulivu na kuwaunga mkono wazalendo kwenye kila namna ya mapigano, huku baadhi ya viongozi wa M23 wakianza kukimbia Bukavu na kuelekea nchini Uganda, huku wakikamatwa mpakani kuingia nchini Uganda. Hali ya hewa ndo hivyo. Mzee William Amuri Kutumba anajiandaa kweli kweli. Nina mambo mawili au matatu ambayo nataka kuja kuzungumza. Nimepata maswali mengi sana ambayo watu wanazungumza kufuatana na hayo maswali. Nitakuja kuyajibu kupitia gisi inavyowezekana. Nataka niwaambie kitu kimoja kwa sababu watu walio wengi wanauliza hayo maswali. Inakuwaje? Kwa nini? Hivi kitu gani kinatokea? Nini? Acha niende kuwajibu. Swali ya kwanza ambayo nimeulizwa ni kwa sababu ya Point Zero. Wengi wanasema kwa nini Point Zero, mtuambie kitu gani kinaendelea? Achana na Point Zero, ni petit problème. Deja tuko na minisio papa Felix Antoine Tshisekedi, rais wa nchi. Beto alitupatia deja pale, tuko naona sasa vile ni petit problème. Tuligawana Point Zero ndani pale kwa antenne, deja sisi tuko pale, nafasi nyingine kule inakuwa ni mswaki, ni kwenda na bafukuza. Na hii kazi yenyewe kunaanza hapa, bandugu yangu, ni kusupport bazalendo. Ni kusupport bazalendo. Ifumu basapoti kwa hali na mali, maombi, michango. Kama mnafanya kama michango, mnasaidia kwa sababu inatakiwa kazi ifanyike urgement. Hapana tena vya kusinzia, siyui balirudia nyuma, hakuna. Sai mzee iko bien determiné. Hiyo kwanza nilitaka niwaambie kabisa, hiyo kufatana na Point Zero ni petit problème, kwa sababu vita sasa hivi inawakia ni mteritori ya Fizi, huko kote ni petit problème. Hiyo ni habari na wapatia ya undani zaidi. Hatufichi tena kitu bandugu yangu, acha tuanze kuwaambia kweli. Mbele walikuwa wanabadanganya nini tu, saa ona hivi, hakuna mambo ya kudanganywa tena. Kazi ni kazi na tunasonga mbele. William Amuri Kutumba mbeba maono, baba wa maendeleo, baba wa amani, ndio tunamuitaka vile. Si niseme nini? Deja alishajipanga na vikosi vinapangwa kule pamoja na ngoma nzito, kazi inafanyika vraiment fa bebe avec CNPCC, amani. Hiyo ni ya kwanza, mtoe shaka kufatana na Point Zero, ni petit problème. Hivi vita inaisha, niwaambie tu kweli vita inaisha. Hiyo kwanza ndio nilitaka niwaambie. Kesho ya pili watu wananiuliza pourquoi Corneille Nangaa alikuya Bukavu, niko nakiangalia maiti zenye zilikuwa
zilikuwa bombarde Uvira, mwe peke mulionaka, ndo maiti alikuwa anakuya kuangalia, deja alishafika kwa morgue, alishafika. Msijali na ile, acha kwanza akie visite. Muliona maimaji wakati iko mconseil de redaction yake, ambayo walikuwa napanga panga maplani za kutoka Goma gisi wataingia Bukavu, haiko stable. Saa hii mambo inaharibika sana, na nibahakikishie, ijapokuwa aliingia kuko batu sai banaanza kutoka Bukavu, bale bakubwa ya M23 baisha anza aenda Rwanda, lakini wakati bako naenda Rwanda kupitia njia ya Uganda balikuwa bloke juba mingi bako bloke sana. Ba mingi bako nataka bakwepe hivi bapite Uganda, bapite hivi baingie, basionekane kabisa eti balingia directement Rwanda, lakini bako bloke pale. Kwanza ifo basambe mzuri hai bako latatoka huko, ile bisibasumbui balikuya bako na kiangalia mamaiti zenye zilikufa, na hapo ndo tutapata suite juu deja hata tuambie eti kwa ni baraia, ile masisteme anafanyaka natia madrapo. Raia gani mwenye alikufa kisha mtilie drapo kunani kujeneza yake abita kuwaka mudunia mzima juu haiko jesi bakubwa ndo banatiliwaka drapo, na hao akwe soda mwenye alikufa atatiliwa drapo. Hapana, raia simple mwende mumtilie drapo. Ile ni mafantezi tuishaka zijua zote tuishaka elewa ni kitu gani kinaendelea. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo mwachane na Corneille Nangaa, ni petit problème. Sasa iko na tension muda wote, iko na panda hiyo afanya balipoteza sana. Hiyo ni kitu kingine kenye nilikuya niwaambie kufatana na watu wenyewe wako wanauliza kujuu ya Corneille Nangaa. Corneille Nangaa hata saa hii tukitaka tunaweza kumkamata na mikono, lakini unajua kuko maakoro zenye ziko pale, achane na vitu. Hiyo nilipenda niwajulishe hivyo, musijali kabisa bandugu yangu, mambo iko bien. Pia nilikuwa napenda niwaambie juu ya vita yenyewe iko naendelea. Batoto wetu bana avancer sana, wazalendo bana avancer mbele. Sasa mtasikia kesho Kamanyola iko mu mikono ya wazalendo. Musipoangalia vizuri, mimi hata leo naweza sikia Kamanyola iko mikono ya wazalendo. Na muko naendelea kusikiza Amka na Baraka One TV, saa 11:30 majira ya Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 12:30 majira ya Afrika ya Mashariki. Unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Europe, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Kashosi kutoka Australia, Da Feza, Da Letitia, Da Asha, Da Irene, Da Nono, wote wakiwa nasikiliza Baraka One TV. Akisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel, Asani Ramadhani, Asokolo Ayeba, wakiwa naifuata vizuri sana Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo ambazo kuendelea kusikiza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, tuingie jimboni Kivu ya Kaskazini ambako M23 washambulia hospitali kuu ya Masisi na kuiangamiza kabisa. Ili kuweza kuvuta ushahidi, M23 wanaendelea kufanya maovu yasiyokuwa ya mfano. Masisi kumeweza kushuhudiwa machafuko makubwa kwenye hospitali kuu ya Masisi. M23 wametumia mwenye huu kuweza kushambulia hospitali hiyo, huku wakisema kwamba walikuwa wanavizia wazalendo ambao inasadikika walikuwepo kwenye hospitali hiyo. Cette partie qui va fumer, ce sont des nouveaux générateurs qui devraient être installés aujourd'hui. Partie aussi en fumée, aussi en feu. C'est le stock logistique. Voilà là où on peut stocker les carburants. Voilà, de l'autre côté, c'est l'hôpital. Le thermal, le logistique.
peu les pièces détachées. Ukirudi jijini Uvira, wazalendo wataka raia wa Uvira kuweza kuwa makini kwa sababu mpaka sasa hivi Uvira kunazidi kuorodheshwa vitendo vya uhalifu, huku wananchi wakilalamika kuweza kupoteza mali zao, kuibiwa na wengine pia kupoteza maisha. Wazalendo wanatoa tahadhari na kusema mpaka sasa bado ndani ya jiji la Uvira kuna watumishi wa M23 na ndio hao ambao wako wanazidi kuleta machafuko ili kuweza kuwapa mzigo huo wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenye naongea hapa ni General Patrick. Nataka niambie grupe yote na wazalendo wote ya kama ifo tukuwe makini. Hatutaki tena mtu wa kupiga risasi kwa sababu tungali na adui mundani, na kama wako naenda wanaua population, ni kusema watuvalishe sisi kaski, kusema kwamba wazalendo njo wanaingia mwingine na population inaanza kufa, na wakati adui alikuwa ndani population balikuwa na leve, lakini hawakuwa naua population hadharani. Sasa mimi naona ya kwamba kila kiongozi wa mzalendo mwenye iko hapa, mwenye iko na trupe, encadre trupe juu tuangalie gisi tutakamata hawa walifu wenye walibakia humu ndani. Tunajua ya kwamba humu ndani mungali wahalifu wenye walibaki wa terroristi wanabakia humu ndani, na njoo wenye wako nafanya maafa. Kwa kusema tuwametrize, tuwakamate, ifo kwanza sisi tujimetrize. Ifo kwanza sisi tujimetrize, ndio tutakamata wale. Akikuwa wa FRDC kwenye tutasikia yeyote yule mwenye atasikia risasi inalia, unafika pale. Akikuwa mzalendo mwenye ulikutanisha ndio mwenye alipiga risasi, kamata silaha unabebea komanda wake, ndio ordre inatoka. Vitendo hivyo vinafanya ndani ya jiji la Uvira kuanza kuwatupia lawama wazalendo, huku wakitaka viongozi wakuu wa wazalendo kuhakikisha kwamba wanakemea haraka iwezekanavyo na pia waweze kumaliza hali ya sintofahamu ya milio ya risasi kila kukicha na watu kupoteza mali zao. General Lelanda Bango anafika Songo, ndio watu wa Songo wanamshangilia washangwe sana, anafika kazi aliyofanya. Lelanda Bango vraiment entré à Uvira. Lelanda Bango vraiment entré à Uvira. Ama-ONG yanyu n'amakanisa yanyu muribaza ngo iyo bayabasangamo byari kugenda gute? Haba hari guhumeka abangana gute? Umubare icya gatatu, umubare wamaze gupfa kandi batarimo. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Endelea kuwa pamoja na sisi, pia endelea kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio ya mengine ambayo yakunazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.